Kwa maana lazima mtu uweze kujua jinsi ya kusimama kwenye nafasi yangu. Ndio kitu ambacho nilikuwa nakisoma hapa kwamba vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa hiyo atakuwa anazileta. Tunaendelea 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama kama haya mataifa yanayofanya hapa sasa hivi, bali ni juu ya falme, mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tukaangalia hiki kipengele kwamba hizi ni ranki mbalimbali, ni vyeo mbalimbali na mgawanyo wa majukumu ambao adui shetani ameuweka kwa watendaji kazi wake. Wanaofuatia kwa ranki ya juu ni kitu kinachoitwa ufalme. Maana yake unasimamia sehemu kubwa na kutoa sera na mikakati jinsi ya kuharibu watu wa Mungu. Wewe usiangalie tu kuna upepo fulani unakuja labda lazima mataifa yakubaliane na labda na swala la ushoga. Imetokea wapi? Wakuu wa giza wametengeneza namna fulani na kushawishi viongozi wa nchi watekeleze. Kuna sehemu fulani kwenye Biblia inasema shetani akamshawishi Daudi ahesabu watu. Kwa hiyo yako mapepo, sio tena mapepo, niseme kuna nguvu za juu zaidi. Hao wakuu wa giza wanaweza wakashawishi viongozi wa kimwili kabisa kuchukua hatua fulani ambazo zitaathiri maisha ya watu. Wanaweza wakatoa maelekezo fulani yasifanyike. Wanaweza wakasema vitu fulani vio vinafanyika. Sio kama vimetokea duniani, vimetokea kwenye ushawishi mwingine kabisa. Sasa hizo zinaweza kaa ni hila. Sasa sisi tuko katika ulimwengu huu, tunatakiwa tujue namna ya kuishi na kuzishinda hizo hila. Haleluya. Yalipitishwa maelekezo hapa kwamba mtu lazima labda uchanje COVID-19 vaccine. Lazima ufanye kitu fulani. Sasa kuna watu wengine walikuwa wanaona hii kitu sio sahihi. Sasa kama imetolewa ni amri, ni sheria, lazima uchanje, lazima ufanyiwe kitu hichi. Na pengine wewe unaona kwamba sio kitu sahihi. Na serikali au mataifa yamesema lazima uchanje. Na kuna nchi ilikuwa ukitaka kusafiri tu kwenda lazima uonekane una uthibitisho kwamba umechanja. Kwa vinginevyo hutaweza kusafiri. Sasa mimi nawezaje kuishi katika ulimwengu ambao tayari kuna maelekezo yametolewa, yameanzishwa katika ulimwengu fulani, ila viongozi wa nchi ndio wanapewa. Ndio maana tunaambiwa sana tuombee viongozi wa nchi, kwa sababu wanaweza kushawishiwa na hizi nguvu hapa. Nisema habari ya kutoa pepo kwa mtu mmoja ni kitu kidogo sana. Ndio maana majeshi ya pepo wabaya yametajwa sehemu ya mwisho. Lakini kitu kizito ni hayo yaliyotajwa juu, wakuu wa giza, mamlaka na falme ambazo zionekane kwa macho. Ndio tunashindana nao. Sasa mstari wa 13 tunasema kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Ukishashinda unasimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni. Naanza kufanya marudio kidogo kusaidia wengi ambao pia hatukuwepo au wale tuliokuwepo kuzidi kuwa na ufahamu zaidi. Silaha ya kwanza ambayo inatajwa hapa ni kujifunga kweli kiunoni. Maana yake tuliona ni kuenenda katika kweli. Ni kuenenda katika kweli. Kwa maana rahisi ni kuliishi agizo la Mungu, ni kuishi kweli ya Mungu, ni kuwa mtendaji wa kweli ya Mungu, mtendaji wa neno la Mungu. Ndio unajifunga kweli hivyo. Sio swala la kusema ninaichukua mkanda wa kweli ninajifunga katika ulimwengu. Hiyo haipo, haifanyi kazi hivyo. Haya ni maisha. Unapokuwa unaishi kweli ya Mungu, automatically inakulinda wewe na mashambulizi na hila zote za yule mwovu. Anachokuwa anataka kukifanya hivi, wewe ukaamua tu kuishi sawa sawa na Mungu anavyotaka, tayari unakuwa umejilinda na kuzipinga hila za shetani. Nifafanua namna gani? Leo sina muda kurudia tena hiyo. Sehemu ya silaha ya pili inatoka sasa kwenye baada ya hapo kujifunga kweli, nasema na kuvaa dirii ya haki kifuani. Dirii ya haki kifuani. Dirii nikasema ni kama vile unasema body armor au helmet au kitu ambacho kimevaliwa kwenye kifua, kinazuia mashambulizi yote maeneo haya ambayo ni sensitive organs. Kwa hiyo Paulo alichokuwa anamaanisha hapa ni mtu kuwa na ufahamu wa haki ya Mungu aliyompatia na kuishi hiyo haki. Kujua kwamba mimi na Mungu mimi na Baba tumefanywa kuwa kitu kimoja, kwa kuwa amesamehe dhambi zangu, ameondoa adhabu, ameondoa hukumu dhidi yangu.
hanioni tena mimi ni mbaya, bali anaona ni mtu vizuri mbele zake kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo ninao ujasiri wa kusimama mbele za Baba na kusema vitu pasipo kujihukumu au dhamiri yangu kuniona tena vibaya, kwa sababu nishatengeneza na Kristo. Vinginevyo nisipokuwa na ufahamu, naweza nikaa najihukumu na shetani anazidi kutumia hila kwenye mawazo yangu kwamba wewe hukubaliki, wewe hauko hivi, mambo yako hayajibiki kwa sababu hizi na hizi, hujatubu vya kutosha, rudia tena pale. Kwa hiyo utakuwa ni mtu tu unasimama hapo kwa sababu hujajua kwamba mimi tayari nimekwisha kuhesabiwa haki kwa kumwamini tu Kristo. Nimekwisha kuhesabiwa haki. Kwa hiyo haki ya Mungu napokea tu kwa kumwamini, alafu ninaanza kuishi matendo au matunda ya haki. Sio tu ni haki ni ya kisheria, ni pia ni haki ya kimatendo. Kwa hiyo baada ya kuipokea haki, naanza kuishi sawa sawa na haki ya Mungu. Hiyo ni namna ya pili ya kujilinda na uvamizi wa yule adui. Niliwahi kuwa na kesi moja katika familia yetu. Mtu mmoja amemfahamu Kristo, lakini katika wokovu wake alifanya jambo fulani kwenye maisha, alifanya dhambi fulani. Sasa baada ya kufanya dhambi akaenda kutubu mbele za Mungu, lakini akaona bado hajasamehewa, akatubu tena, akaona bado hajasamehewa, akatubu tena, akaona bado, akatubu tena, akaona bado. Baadaye akaanza sasa kuchanganyikiwa. Sasa alivyoanza kuchanganyikiwa, adui akaanza kuibua mistari ambayo zamani alikuwa ioni. Hiyo mistari nasema wale wote waliokuwa wamekwisha kupokea kipawa cha wokovu baadaye wakaacha, ni vigumu kuwarejesha. Kwa hiyo akanalia mbele zangu ananiambia, brother, mimi tayari ndio wokovu siwezi tena kumrejea Mungu, kwa sababu unaona hapa tumeambiwa kabisa nikishaanguka siwezi tena kurejea. Ilikuwa kazi kumrejesha, kuanza kuona kwamba yeye Mungu amekwisha kumsamehe na kinachozungumziwa pale sio cha kwake. Hii tu hali ya kuona kwamba ameweza kutubu ni Roho Mtakatifu anamsaidia, ila yeye hajaamini kwamba amesamehewa. Ndio maana kila siku anaendelea kuwa hapo. Kwa hiyo lazima uamini mambo ya Mungu anayosema kuhusiana na wewe. Silaha nyingine ambayo kwetu ambayo tunaambiwa tuivae na kuendelea nayo ni hii ambayo nilizungumza jana sana, ni kufungiwa miguu utayari tuupatao kwa injili ya amani. Kufungiwa miguu utayari. Kufungiwa miguu utayari maana yake mimi napaswa kuwa mwepesi kuipeleka injili ya Kristo. Sasa utaniuliza, ina maana mimi kupeleka injili ya Kristo ina uhusiano gani na mimi kujilinda na mashambulizi? Ina uhusiano gani na mimi kushinda vita vya roho? Yes, mambo ya roho sehemu kubwa hayana logic, hayana uhusiano na kitu unachokifanya. Mtu anaumwa, Mungu anakuambia wewe mwekee mkono juu ya mgonjwa atapokea afya. Sasa mkono wangu na ugonjwa ni vipi? Tunafahamu mgonjwa anatakiwa apewe dawa, mgonjwa anatakiwa achomwe sindano, mgonjwa kuna vitu anatakiwa afanye. Lakini anakuambia wewe weka mkono juu ya mgonjwa atapata afya. Yesu anakutana na kipofu, anatema mate chini, anatengeneza tope, anapaka macho. Mate, tope, macho. Kuna uhusiano gani? Watu wanatakiwa wakaiangushe ukuta wa Yeriko mpana. Wanaambiwa tu wewe zunguka. Wewe zunguka mara ngapi? Wewe mara 3. Siku ya 7 zunguka, alafu piga kelele. Ukuta utadondoka. Sasa kupiga kelele na ukuta vina uhusiano gani? Ina maana hata mimi kupeleka injili kwa mtu usifikirie haifanyi kazi. Inafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho kuharibu mikakati ya shetani dhidi yangu, lakini pia kitendo cha kumtoa mtu kwenye maisha ya dhambi na kumuingiza kwenye maisha ya haki, maana yake kuokoka. Maana yake nimeteka mateka hapo. Kuna kambi imenyang'anywa. Kama vile anatamani watu waende kwake na mimi ninavyochukua watu kutoka kwake, kuna kazi nimeifanya hapo. Ndio jana nikatoa mfano akasema kama vile kikundi cha watu makomando wanavyotumwa kwenda kukomboa watu waliokamatwa na mateka fulani. Manake wameenda kupambana kivita. Kwa hiyo unapoenda kuhubiri injili, unapokuwa sehemu fulani, Mungu anakuambia sema na huyu mtu. Kama vile Filipo alipokuwa anafanya injili kule Samaria, alafu Mungu akamwambia nenda eneo lingine. Akaenda eneo fulani tu, anasubiri kule kama jangwani tu. Ghafla ndo akaona kuna gari la farasi linakuja, na ndani Mungu akamwambia nenda kauzungumze na wewe mtu kwenye hilo gari la farasi. Yale ametoka kwenye uamsho mkubwa wa Samaria. Umefanya injili labda hapo Tanganyika Packers, watu wamejaa, viwetu wanatembea, watu wanaona, yani matendo makubwa, alafu Mungu anamchomoa Filipo, anampeleka sehemu ya jangwani, akakutana tu na kamtu kamoja. Kumbe huyo mtu ana nafasi. Ndio wanasemaga kwamba injili ilikuja Afrika kupitia pengine huyo mtu. Alikuwa ni towashi, ameenda Yerusalemu,
lakini anarudi Ethiopia. Kwa pengine baada ya pale sasa Filipo kuzungumza naye na kumhubiria wokovu, huyo mtu akapeleka wokovu Afrika. Ndivyo watu wanavyoamini wokovu pia ulifika Afrika kwa staili hiyo. Kwa hiyo usidharau mtu yoyote. Unaweza kumuona kijana tu mdogo, umekutana naye sokoni, sio kwenye daladala, sijui ni jirani yako, wewe ukamchukulia poa. Huwezi kujua huyo mtu ana faida gani kwenye wokovu, ana faida gani kwenye ufalme. Haleluya. Wewe fikiria mtu aliyemshuhudia hapa Baba Apostle kuokoka, alikuwa anajua kuna nyuma yake kuna kitu gani? Angalimwona tu na kijana tena anasema kwamba alikuwa yuko chuchuoni, akaja Bishop Nwaka akawa anafundisha, kwa akaenda naye mbele kuokoka. Kwa hiyo walimwona tu ni mwanafunzi tu anaokoka, kumbe sio mwanafunzi, ni jitu linaokoka hilo. Kwa hiyo usidharau hii kazi ya wokovu, uwe tayari. Nasema utayari wa kuhubiri injili. Tufanye hii kazi ya kuokoa, hii kazi ya mavuno ina faida sana kwetu sisi, kutulinda na mambo mengi. Ni silaha hiyo, ni inatulinda na mambo mengi. Ndio maana nikasema utaona kwamba habari ya maombi tutakuja kuangalia nadhani kesho. Haijatajwa mpaka hapa. Yaani hapa bado hajazungumza maombi, ambao ndo tunaamini ndio sehemu ya vita. Ni kweli ni sehemu ya vita. Lakini kwa nini hajaanza na maombi? Kuna maisha kwanza nataka watu wayachukulie serious, tuchukulie serious, tuyafanye kwa bidii. Kwa ninaposimama kuomba, nguvu za Mungu za kuyapush maombi zinakuwa sio za kawaida, kwa sababu maisha yenyewe yana backup hayo maombi. Emsema lifestyle is a weapon. Yani maisha, mtindo wa maisha ni silaha. Mtindo wa maisha wa kila siku, mtindo wa maisha ni silaha yako. Mtindo wa maisha, jinsi unavyoishi kwa kufuata kweli, unavyoishi kwa kujijua mimi ni nani ndani ya Kristo, hiyo kuona haki, unavyoishi kwa kuhubiri injili, kwa kuleta watu kwa Kristo, huo mtindo wa maisha huo kwako ndio silaha. Ndio hiyo unafanya tu kituko kama vile tu unazunguka. Sehemu nyingine kina Gideoni wanaambiwa wanaenda kupigana na wa Midian. Anaanza na askari karibu 22,000. Mungu anaambia hao askari ni wengi sana. Anasema anawaambia hebu jinsi ya kuwapunguza, waambie watu walio na hofu na nini, wanataka kuolewa sio nini, waambie warudi. Wanarudi wakapungua, wakafika siku karibu 11,000. Mungu akamwambia bado watu ni wengi, tumia njia hii, hebu wapeleke kwenye maji, watakunywa hivi, watenge watu. Wakapungua kutoka wakafika askari 100. Akasema angalau hawa sasa naweza kufanya nao kazi. Kazi gani yenyewe? Kwenda kuwapiga wa Midiani ambao ni jeshi kubwa limewatesa Waisraeli kwa muda mrefu. Wanaambia tuchukueni nini hiyo inaitwa poti nini hizo, vyungu, alafu wekeni mienge ndani, alafu mkimbie mzunguke naye, alafu ukifika muda fulani muipasue, alafu mseme kwa Mungu na kwa Mungu wa Gideoni. Yaani mpige tu kelele hivyo, alafu mtashinda vita. Jamani, unajua ni kichekesho, na unaweza ukiishi maisha ya Mungu watu wanaweza wasikuelewe, lakini ndio hivyo. Kwa kufuata yale maelekezo, kama inasema wewe anza kuwa mwepesi kuihubiri injili. Kuwa mwepesi. Kuna njia nyingi, nasemaga hapa, hata mtu tu uko sehemu unahudumiwa sio mama ntilie, uko sehemu sio ni restaurant, mtu anakusevia chakula pale. Hapo tunaweza kusiana, lazima azungumze na wewe. Habari yako dada? Hivi unajua wokovu wewe? Umeingia kwenye duka la mikate unasema, mikate shilingi ngapi? Hivi mkate wa uzima unao? Anakushangaa kwanza. Akikushangaa hapo sasa ndo amepata nini? Amepata attention yako. Mimi nafanyaga vivyo vituko sana mara nyingi. Anaweza kanihudumia mtu akamwambia, "Haya, hebu ombea kichakula." Wewe si mhudumu unanihudumia kila kitu, ombea chakula. Sema anaanza kujizungusha. Sasa kianza kujizungusha pale na mimi napata maneno kuongea naye. Dakika 3, 4, 5 za Yesu tu. Za Yesu. Kuna siku niliwahi kupigiwa simu nao hao Tigo, wanasema labda wanaongelea bima sijui nini. Sasa kwa sababu yeye amelazimika kuongea na mimi, na mimi nikasema mimi nalazimika kuongea na wewe. Nikamsikiliza, nikamwambia sasa subiri. Wewe nikueleza kuna bima nzuri ambayo wewe hujaiongea zaidi. Bima gani? Nikaanza naye habari ya Yesu. Baada ya kuona sasa nimehamisha topic, akaniambia sasa hebu niachie namba yako nitakutafuta baadaye, lakini tayari ushanisikiliza. Anasema utayari, mwepesi. Yaani msisitizo hapa si tu injili, wepesi. Maana injili watu tunaijua tunatakiwa tuhubiri, lakini hatuna ule wepesi.
Tukitangaza hapa tuje kwa habari ya kampeni ya kuhubiri injili, unaona kuna watu wazito. Lakini ili kampeni ya kanisa iwe nyepesi, lazima uwe maisha yako tu binafsi ya kila siku yawe mepesi kumsema Yesu. Yawe mepesi. Mseme Yesu physically hivi, mseme Yesu kwenye mitandao ya kijamii, tumia hizo social media, WhatsApp, profile pictures, sijui nini, tengeneza Instagram yako, vyote mseme Yesu kwa kila mbinu. Nimesema kuna dada wengine anabia na wewe siku nyingine uwe strong. Unasikia dada mgeukie alafu mfuate. Utaona kwanza tofauti mtu anapokuangalia, huyu dada amekoja kwanza ananifuata. Huyu ndo anataka kunimeza nini? Unajua anamwambia mimi na mwanaume mkubwa zaidi. Utapata maneno, kuna hekima Mungu atakupa. Yesu alizungumza na mwanamke kahaba, anakuja pale kwenye kisima. Alafu akaangalia kitu ambacho tunaweza kuzungumza hapa ni ya maji. Mama amekuja pale, mama mrembo, lakini Yesu akamwambia nipe maji ninywe. Anaongelea maji. Ila Yesu atayabadilisha hayo maji ya kawaida kuja mpaka yanakuwa maji ya uzima. Kwa hiyo anajua jinsi ya kutoka kwenye maneno ya kawaida mpaka kufikisha kwenye maneno ya rohoni. Ndio uwe mwepesi wa kufanya hivi. Haleluya, haleluya. Siku za karibuni nilikuwa nimesafiri kikazi eneo fulani. Sasa katika hiyo safari ya kikazi pakawa katika siku za wiki ya kwanza wakasema tunatakiwa tuwe na sherehe maalum ya kufahamiana, yaani kufahamiana wanafunzi wote, maafisa wote mliokuja kwenye ili swala. Kwa jioni tukawa tumeenda kwenye hiyo sehemu ya party. Mimi nikaa nimechelewa kidogo kufika, lakini wakati nakaribia kufika kwenye ule mlango wa kuionye party, wako watu wengi sana. Moyoni tu katokea hamu, nikasema unajua hizi sherehe tunafanya hivi, lakini hivi siwezi hata kwenye sherehe yoyote ya watu hapa mataifa mengi nipata hata mtu mmoja kusema naye tu habari ya Yesu. Yaani kikaje hicho kitu ndani mwangu. Sikuwa nimekipanga. Nikasema okay, Roho Mtakatifu nisaidie. Kwa hiyo nikaingia tu kwenye sherehe pale, nikaanza kujisevia vitu vyangu. Wakati namaliza kujisevia tu, najeuka hivi. Ndio mambo ya Roho Mtakatifu. Nikamuona mtu mmoja amesimama kama watu wengi wako lakini amesimama peke yake. Mimi nikaanza kusikia msukumo kwamba nikaongea na yule mtu. Kwa hiyo nikaenda naye kuongea, nikaja kujua kwamba ni mtu kutokea Thailand, ana cheo kuliko mimi, mtu mzima. Tukaanza kupiga naye story za kawaida tu. Wakati wa kuzungumza naye, sijui tulitokea kwenye jambo gani hili lile la kikazi mpaka tukafika kwenye habari ya wokovu. Sikumbuki hiyo, ndio maana nashindwa kuishuhudia ilikuwaje, lakini nakumbuka baadaye wakati nilipoanza kusema naye habari sasa za Yesu. Tuko pale kona, watu wanajua tunaongelea mambo ya kazi, lakini tushabadilisha sasa hapo. Na kwa sababu kuna maongozi ya Roho Mtakatifu, naanza kusema naye, baadaye akaniambia, hivi ngoja nikwambie, kwa nini Mungu ajibu maombi? Maana yake sasa hapo kuna jambo ambalo limekuwa likimsumbua kwenye maisha yake. Sasa kati anaanza kuniuliza hilo swali, ndani mwangu nikaona msiri Roho Mtakatifu nipe majibu ambayo yatamfaa huyu mtu kwa wakati huu. Kwa sababu mimi sio mjuzi wa maswali yote. Unaweza kumjibu kwa kutumia maandiko unayoyafikiri, lakini sio yanayomfaa yeye. Kwa ndani mwangu wakati anazungumza namwambia Roho Mtakatifu nipe majibu sahihi ya hili swali lake. Kwa nini amefikia kuuliza hivi? Maana yake kuna kitu ambacho kimekuwa kikimdisturb. Pengine hata amefikia kusema basi mimi sitaomba tena maisha. Kwa sababu Mungu ajibu maombi yangu. Wakati anazungumza hivyo, nikapata tu ufahamu na ufunuo kwamba maisha ya kati ya baba na mtoto. Ufahamu tokaje kwamba maisha ya baba na mtoto kwani yakoje? Kwa nini kana mweze? Kwani wewe ni baba, una watoto wangapi? Kila kitu ukiwa unakuja kwa mtoto wako anakuleta kwako unampaga? Hapana. Kwa nini umpi? Kuna vingine labda havifai, kuna vingine yani hiyo ndio ikawa sasa ndio ikabadilisha kama majibu yake. Nakumbuka baada ya tu kumaliza kwa mfano rais alinihug. Karibu anataka kulia. Nikashangaa huyo mtu kanali anataka kulia mbele yangu. Hebu sema utayari. Siku ile natoka kwenye ile sherehe nikarudi kwenye chumba changu nasema hivi kumbe yawezekana kuna watu wengi wanahitaji kumjua Mungu ila sisi hatujawa tu tayari kufanya hilo tukio. Lakini mimi ningeweza kuingia tu kwenye sherehe nikadili na mambo yangu nikaondoka, kumbe kuna watu Mungu anataka awasaidie. Katika watu 1000 kuna watu 2 watatu. Kwa hiyo uwe tu tayari kwa ajili ya kutumiwa na nani? Na Mungu. Sasa uweze kujua wakati na dili na hilo jambo kuna mambo kwenye ulimwengu wa roho yalikuwa yanataka kunishughulikia kwa sababu ya hiyo Satani ni silaha. Baba ameshaya break yote. Lakini mimi nasubiri paka nipate muda fulani nitafute usiku nikemeni. Sawa, jambo zito aliongelea kesho juu ya maombi. Ila mfumo wa maisha unaku backup kwenye mambo mengi watu wa Mungu. Mfumo wa maisha. Hiyo silaha ya nini? Ya kuhubiri injili. Sasa leo naomba tuongelee sasa silaha nyingine. Kwa hiyo hapo tumeshataja silaha ngapi? Ya kwanza
Namba moja, silaha ya kwanza tuliyohitaji ni nini? Kutembea katika kweli au kuishi kweli. Namba moja. Namba mbili, kweli ndio ya kwanza tumeanza. Kufunga kweli kiona nimesema ni kuishi kweli ya Mungu, silaha ya kwanza. Silaha ya pili ni nini? Usiniambie hiyo iliyoandikwa Efeso, nipe tafsiri yake. Nipe tafsiri yake. Nisiendelee tu hapa, lazima tujue tunaenda au hatuendi. Kuishi haki ya Mungu, kujijua wewe ni nani ndani ya Kristo, kujiona wewe pamoja na Kristo ni kitu kimoja, umesamehewa mambo yako yote. Kuishi haki ya Mungu inakupa confidence. Ndio maana inaongelea kwenye kifua. Haleluya. Silaha ya tatu. Utayari wa kufanya nini? Utayari wa kuhubiri injili. Yaani ndio ukumbuke hiyo ndio silaha yako. Yaani hapo unarusha mabomu, unashambulia. Yaani wakati unashuhudia mtu ameokoka, hajaokoka, wewe unashuhudia. Ndio hivyo. Hata Yesu alipokuwa anafanya injili si watu wote walimwamini. Kwa hiyo usifikiri kwamba lazima paka mtu aokoke. Wewe kazi yako ni kuipeleka injili kwa wengi. Haleluya. Sasa leo muda ukituruhusu tunataka niangalie silaha tatu ambazo nyingi zimejiconnect pamoja. Haya, tunaingia sasa hapo. Mstari ule wa 16. Angalia hapo vizuri. Anasema zaidi ya yote, hebu sema zaidi ya yote. Yaani zaidi ya yote tuliyosema, kuna kitu kimuhimu kinakuja hapo. Zaidi ya yote, twaeni ngao ya imani. Kwa hiyo silaha nyingine inaitwa nini? Ngao ya imani. Hiyo ni silaha namba ngapi? Namba 4. Tunatakiwa zote tuwe nazo, zote tuziishi. Zaidi ya yote hayo tuliyosema, zaidi ya kutembea katika kweli, zaidi ya kuishi haki ya Mungu na kuiamini kwamba mimi nimesamehewa na nina access kama baba na mtoto, zaidi ya kuhubiri injili na kuwa tayari kuipeleka injili, natakiwa nifanye nini? Ni ikamate ngao ya imani. Kwa sababu gani anasema hapa? Kwa sababu kupitia ngao ya imani mtaweza kuizima mishale. Msema mishale. Yes, mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Ndio nakwambia, na yeye anarusha mangumi. Usifikiri kuwa na yeye anarusha vitu vyake, na yeye huwa anarushaga. Sasa kitu ambacho kitakusaidia zaidi ya hata hivi vitu vingine ni kitu kinachoitwa imani. Kwa hiyo andika maisha ya imani. Silaha hapo ni maisha ya imani. Hiyo ngao ya imani ni neno hapo la kinahau, lakini tafsiri yake ni nini? Maisha ya imani. Imani ni nini? Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, waziwazi juu ya mambo yasiyoonekana. Maana yake maisha ya imani ni maisha ya kuwa na hakika ya kile kitu ambacho Mungu amesema na wewe. Kwa urahisi ni kuwa na hakika. Baba Apostle anatuambia ni kukubaliana na kile alichosema Mungu kwa 100%. Kwa maisha ya imani ni maisha ya kukubaliana na kila kitu Mungu alichokisema na wewe. Kukubaliana tu, yani moyo wako ukubali hivyo vitu. Kwa hiyo hapo unapokuwa moyo wako umekubaliana na kila kitu Mungu amesema na wewe, moyo wako una hakika ya mambo unayoyatarajia hata kama uyaoni. Anasema hata kama uyaoni. Hayo maisha ya jinsi hiyo huwa yanazuia mishale, maana yake yanazuia mashambulizi ya uharibifu kutoka kwa yule mwovu. Sio mishale tu, mishale yenye moto. Kwa hiyo ukichoma unakuumiza, lakini kwa sababu una moto unateketeza pia vitu fulani kwenye maisha yako. Na mishale ya moto adui anayorusha mara nyingi ni kupitia mawazo na maneno na yale unayoyaona. Kupitia mawazo, maneno na yale unayoyaona au kuyasikia. Yaani zile 5 senses, ufahamu, milango 5 ya fahamu ya mwanadamu. Kuona. Unajua unaweza kukiona kitu kikakuvunja moyo. Nafikiri unajua unaweza kukiona kitu kifanya nini? Kikakuvunja moyo. Hebu fikiria, mimi kuna watu nawaombea miguu anapona, lakini namwangalia mtoto wangu hajapona miguu. Sasa lazima niwe na macho ambayo hayatanivunja moyo mimi ninapomwangalia bado hajapona miguu. Vinginevyo na mimi nitasema chakufia nini? Hebu Mungu kwanza shughulika na mganga ajigange, hebu shughulika kwanza na mtoto wangu hapa ili niweze kufanya kazi yako. Lakini siangalii hiyo. Nasema kuna siku tu, na hata kama haitatokea lakini mimi naamini kwa hii inaweza kutokea.
Milango mitano ya nini? Ya fahamu. Kwa hiyo unatakiwa ukiona kitu, moyo wako ubali kitu cha Mungu hicho unachokiona. Unaweza unataka kudili na kitu, unamwambia hebu watumishi ndio kuombea watu hapa. Unajua sasa labda nitaombea tu tumbo. Unaweza kusikiza kesho ya mtu anakuambia mimi nina cancer na nimeambiwa na siku 2 za. Yaani wakati anamaliza na wewe tayari imani ilikuwa 100% ishafika mpaka 0 kwa sababu ya kusikiliza. Kwa hiyo unatakiwa sio kile ninachokisikiliza, kile ninachokiamini ndani ya Mungu. Kwa sababu huo ni mshale huo. Ndio hayo ambayo adui alikuwa anayarusha kwa Yesu. Yaani Yesu alipokuwa anaambiwa ikiwa wewe fanya hivi, ni kupitia maneno na mawazo yanamjaribu. Kwa hiyo yeye sasa ili aweze kushinda hiyo mishale yenye moto kutaka kuniteketeza na kunivunja chini, lazima niamini kitu cha Mungu. Unajua unaweza ukapata, let's say labda umejigonga tu mahali, labda ulikanyaga msumari kwa bahati mbaya kwenye kazi zako za kila siku. Sema kwamba imetokea jambo la namna hiyo. Umeenda kuchoma sindano tetanasi lakini bado hauponi. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, mwezi mzima haiponi. Wewe unafikiri wazo la shetani litakuja juu yako ni nini? Anakuambia huo mguu unakatwa, huo kansa. Huo mguu ndugu yangu, kansa utakatwa. Mshale wa moto huo. Huo tayari ni mshale wa nini? Wa moto. Sasa nakwambia unatakiwa ngao ya imani ndio itazuia mshale. Maana yake unatakiwa ujue moyoni mwako unataka ukione kwanza hapana, sitakufa bali nitaishi nami nitasimulia matendo ya Mungu aliye hai. Kuna rafiki yangu mmoja nadhani wengi mnamfahamu, anaitwa Joel Nanauka hapa. Kuna sikini alikuwa anatoka Mtwara anakuja Dar es Salaam. Akapewa lifti na marafiki zake. Amekaa nyuma, mbele amekaa huyo kijana na mke wake wanasafiri. Gari iko spidi, ghafla ikapata ajali, kabiringiza mara kadhaa. Kwenye ile ajali kuna mtu alikufa, yule mwanamke. Baba yule aliumia miguu. Sasa akiwa pale naye amedondoka chini, akajua hapa nina hali mbaya. Na anaanza kusikia maumivu. Lakini akiwa pale Mungu akamkumbusha andiko moja. Akiwa kwenye mazingira yale, akiwa pale unasubiri watu wa kuinue pale yani. Tayari kuna andiko likaja kwamba Yesu alipokuwa yuko msalabani, Biblia inasema hakuvunjwa miguu ili litimie neno ambalo hawatavunja hata mfupa wake mmoja. Yaani mtu yuko pale ndio ametua kidi, alafu ile andiko ndio likaja na yeye pale. Kwa wakati watu wanakuja kumuinua pale, akaanza kuyatamka hayo maneno, hautavunjika mfupa wangu hata mmoja. Wakasema tayari huyu kijana ameanza kuchanganyikiwa. Hautavunjika mfupa wangu. Aliendelea hivyo akiwa Mtwara, wanamsafirisha kutoka Mtwara, maana anasikia maumivu vibaya mno. Wakampeleka mpaka Muhimbili. Wamfikisha Muhimbili, daktari anamwangalia anasema kweli unasikia maumivu lakini hakuna mfupa umevunjika. Ni misuli imepata shock tu. Lakini pale ungesema sasa mbavu 4 za mbavu ndio unapigilia, yani ndio mshale wa moto umeingia ndani yako na unaanza kukuteketeza. Kwa hiyo sasa ukisha kuteketeza ndio inabidi watu wengine waje wauchomoe, inachukua muda. Unatakiwa uyaamini mambo Mungu amesema yani bila hicho unachokiona, unachokisikia. Nimesema milango mitano ya fahamu ndio inaharibu wakati mwingine. Unachokisikia nasikia kama au ndio asthma, au ndio yani hiyo hiyo ndio mshale wa moto unataka kuingia huo. Kwa hiyo unatakiwa useme no, sitakufa bali nitaishi nami nitasimulia matendo ya Mungu aliye hai. Anarusha tena mstari mwingine. Labda kuhusiana na watoto wako. Unaona watoto hawajielewi darasani, si watoto sio wana tabia gani? Watoto ni urithi wa Kristo katika maisha yangu. Huu ndio urithi wa watakatifu wa Bwana. Watoto wamebarikiwa na Bwana. Hawatakuwa na tabia hizi. Hawa ni watumishi wa Mungu. Unabadilisha. Kwa hiyo imani huwa inaachiliwa kutokea sasa ulichokiamini. Inaachiliwa kupitia matamko na matendo. Haleluya. Imani, yani kile ulichokiamini, kwa sababu imani ni kitu cha moyoni, lakini huwa inaachiliwa, unairelease kupitia matamko na nini? Na matendo. Yani unachokifanya sasa. Kwa mfano hapo unasikia kama vile COVID ilivyokuwa ikipiga watu. Yani ikikupiga unasikia kabisa unataka ulale tu. Unasikia unataka ufanye nini? Ulale tu. Kumbe ndo unajimaliza. Kwa hiyo unatakiwa useme ninaamka.
Si nimeshatamka kwamba kwa upendo wa Yesu mimi naanza kufanya mazoezi. Naanza kutembea, unaingiza sasa kwenye matendo. Hicho kitu ambacho unataka sasa kitokee, unaingiza kwenye matendo. Hicho ambacho unataka kitokee. Ndio maana tukifanyaga maombi hapa, kwa mfano aya ya ibada ya 3. Baada ya muda naambia mtu sasa, inua mguu. Anza tembea. Yaani nataka umuingize kwenye tendo hilo ambalo sasa ameliamini. Vinginevyo hatapona. Tunakumbuka kina Paulo, Petro na Yohana walivyomwambia kwa sababu wakamshika mkono yule jamaa. Maana yake alivyokuwa pale chini ameshapona. Ila bado ni mlemavu. Wakamshika, nyanyua. Ingiza kwenye matendo hicho ambacho kimetokea kwako. Haleluya. Kwa ni jambo gani ambalo linasumbua? Naona kwamba hii biashara yangu kwa kweli itakufa. Wewe mambo yalivyotokea mabadiliko hiyo, hayo ndio unavotamka unaharibu kabisa. Mishale ya adui inakupiga hapo na mshale unakuja wa moto kabisa huo. Na unavozidi kuuzuruhusu ndio unateketea zaidi. Mpaka sasa nabii ikiletwa kwa mtumishi tayari umeteketea mno. Lakini ulikuwa na nafasi wewe mwenyewe ukiwa pale wakati mshale umefika usema no. Tajiri wa Kristo ndio tajiri wangu. Kazi za mikono yangu zimebarikiwa. Wakati huo uone vitu lakini unaanza kuachilia imani yako kupitia matamko. Alafu unaanza kuishi sawa sawa na kile ambacho unakiamini. Yanasema zaidi ya yote. Yani imani hapa ndio inafanyaga kazi. Ndio maana zaidi ya hivi vingine vyote, kwa sababu ndio ngao yako. Hata kama kichwa kilikuwa kijadiliwa vizuri na hiyo chapeo ya kovu baadaye utaangalia, au labda kifua kijadiliwa, lakini ile ngao inaweza ikazunguka maeneo mengi. Nasema mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Wewe umeshapokea haki, sawa? Lakini unatakiwa uishi kwa nini tena nini? Kwa nini? Kwa imani. Kwa hiyo imani haiepukiki. Yesu anasema nitakaporudi mara ya pili nitaikuta imani. Kwa sababu imani ni kitu kinawindwa sana. Ukisoma Petro 1:7 anasema hiyo ni kama hazina ya thamani. Yakobo 1:3 kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ndio ina thawabu mno. Ukisoma Ibrania 11 utaona watumishi wa Mungu wametajwa pale. Sio wa kawaida, walipita kwenye hali tough lakini wakasimama kwenye imani. Hakuna mtu alirudi nyuma. Hebu sema maisha ya imani. Kwa hiyo maisha ya imani ni maisha ya kumtegemea Mungu kwa 100%. Hiyo ndio silaha yako. Amen. Nikiendelea hapo sitaingia silaha nyingine. Naomba niingie silaha nyingine ili tuweze kwenda na wakati. Jambo lingine, mstari ule wa 17 inasema tena ipokeeni chapeo ya wokovu. Sio chepeo. Chapeo. Zamani tulikuwa tunasemaga chepeo. Ndio wameandika chapeo. Nadhani hata Biblia yako imeandikwa hivyo. Chapeo. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu. Silaha namba ngapi hiyo? Namba 5. Chapeo ya wokovu. Sasa nyie wa Efeso mmekwisha kuokoka. Mnapokeaje tena wokovu? Nimekwambia ukijua unasoma Biblia pia jifunze kufanya nini? Kujiuliza maswali. Wewe umekwisha kuokoka. Paulo anaandikia Waefeso waamini hawa. Ukisoma kwenye Waefeso 1:5 na mlango wa kwanza anasema baada ya kujua imani yenu katika Kristo Yesu na penzi lenu kwa watakatifu ndio nimeanza. Kwa hiyo ni hawa watu ni wa Kristo, ni walokole. Lakini anawaambia ipokeeni chapeo ya wokovu. Yaani kuna wokovu fulani ambao anataka wawe nao zaidi ya hicho walichonacho. Ni wokovu gani huo? Nakufanulia kidogo. Unaposoma vizuri Biblia utajua kwamba dhambi ilipoingia ulimwenguni iligusa maeneo mengi sana katika maisha ya mwanadamu. Haikugusa eneo moja. Eneo la kwanza ambalo dhambi ilikuwa na kuharibu ni eneo lake la roho. Ndio mtu akafa rohoni. Ndio mtu akatengwa na Mungu kiroho. Roho ikaharibiwa. Eneo la pili liloguswa la mwanadamu ni kwenye nafsi yake. Nafsi yake ikapata giza. Ndio nasema unaendelea katika giza. Nafsi zimepata giza, hazioni tena. Ndio maana nasema macho yapate nuru. Maana kuna giza kwenye nafsi zao. Eneo lingine lilopata attack, shambulizi kupitia dhambi au uasi kuingia ni eneo la mwili kabisa wa binadamu. Huu mwili ukapata kitu kinaitwa corruption, ukapata uharibifu. Kitu ambacho hakikuwepo ila ulipata uharibifu. Ndio mambo ya kuoza,
mtu anaugua unafanya nini? Yani kwa na mashambulizi kwenye mwili. Adamu halikuwa ugui. Adamu alikuwa wala asingeoza. Adamu angeishi maisha tu milele. Lakini sasa ndio hivyo, alikosea. Ndio maana hata Yesu alipofufuka kuna mwili alikuwa nao. Huo ndio mwili ambao sisi tunasisi tutakuwa nao. Ni mwili kabisa. Tutapewa mwili mwingine kabisa ambao sasa wenyewe Biblia inaitwa kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 8 anasema wokovu wa miili yenu. Pale unaposoma kwenye kitabu cha Warumi 8 anasema viumbe vyote vina shauku kuona udhihirisho wa wana wa Mungu. Umewahi kukutana hilo andiko kwenye Warumi 8? Unaposoma vizuri anasema huo udhihirisho wa wana wa Mungu, na anasema viumbe vimekaa katika uharibifu, vimebanwa katika corruption ya kuharibika, kwa sababu bado sisi hatujadhihirika inavyotakiwa katika ukamilifu wote. Na ukamilifu wote wa kudhihirika si tu sisi kuwa wana kutokea rohoni au wana kutokea kwenye nafsi zetu, lakini pia kuwa mwana katika miili yetu, miili ambayo haitakuwa na uharibifu. Hiki kitendo ambacho kitatokea sisi kwetu wakati wa unyakuo kitaleta pia athari kwa viumbe wengine walioko duniani. Sasa maeneo haya matatu niliyotaja, nayo Kristo alipokuja duniani alikuja kuleta suluhisho. Wokovu ulikuja pia kushughulikia maeneo haya yote matatu. Kwenye roho, kwa hiyo kuna wokovu unaodili na roho yako tu. Na kuna aina ya wokovu unakuja kudili na nafsi yako, akili, na kuna wokovu unaodili na mwili wako, ndio wokovu kwenye Warumi 8. Wokovu wa miili yetu, deliverance of our bodies. Sasa hii wokovu unaozungumza hapa, chapeo ya wokovu, ni wokovu ya nini? Ya nini? Ya nini watu wa Mungu? Ya ufahamu. Ndio maana inaitwa chapeo, ni helmet hiyo, ni ya kichwa. Ndio hiyo ya Warumi 12 mstari wa 2. Transformation. Tunaingia kwenye penueli inaitwa transformation and shifting. Kwa hiyo chapeo ya wokovu maana yake ni akili yangu kufanywa upya. Kwa maana rahisi, ni akili yangu kufanywa upya iishi wokovu ule kama Kristo alivyokusudia. Yani roho yangu imezaliwa mara ya pili. That's fine. Wokovu katika roho yangu. Then akili yangu sio inazaliwa mara pili, akili yangu inafanywa upya. Hiyo ndio inaitwa wokovu wa kwenye akili yako, ambao huo ndio mgumu kwa watu wengi, na huo ni mchakato. Hii ya roho inatokea mara hii, baba mimi mwenye dhambi nakupokea, wewe ni Bwana. Hiyo ni dakika sekunde tayari. Lakini hii ya kwenye hii maneno hapa, ndugu yangu, ni kimbembe. Kwa sababu mtu unaweza kuwa umemwamini Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, lakini akili haiishi kama Kristo ni Bwana Mwokozi wa maisha yako. Hebu tuangalie Warumi 12. Haya, Warumi 12 mstari ule wa, tuangalie mstari wa kwanza na wa pili. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. 12 sasa, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe. Warumi waliokoka wanaogeuzwaje tena? Maana yake kuna kitu hakijakamilika kwenye mambo yao. Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Nia ndio mind, akili zenu. Mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Baada ya kufanya hivyo itakuwaje? Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Hebu sema kufanywa upya akili yangu. Sema kufanywa upya akili yangu. Ndio inaitwa chapeo ya wokovu. Chapeo ya wokovu. Kuvaa. Hicho ni kitu unachokishughulikia kila siku. Kushughulikia kila siku. Kunashughulikia kila siku. Kubalika. Maana yake vile ambavyo rohoni vimefanyika, roho yako imezaliwa mara ya pili, sasa vianze kuonekana kupitia mtazamo wako wa mambo. Kuhusiana na hisia zako, maana akili inabeba nafsi inabeba mambo mengi. Kupitia hisia zako, kupitia maamuzi yako. Yaani yale mambo matano yaliyo kwenye nafsi yale. Nafsi imebeba nini? Imebeba maamuzi, ndio will power, utashi. Imebeba hisia, imebeba mawazo, imebeba kumbukumbu,
imebeba na nini? Na nini? Na akili. Hayo mote matano hayo ndio yafanywe upya. Maana yake maamuzi yangu nitapokuwa naamua vitu visiwe tena vya zamani, vio kama Kristo ambavyo angekiamua. Sio kama mimi nisiamue kama alivyokuwa naamua zamani, niamue kama Kristo. Hiyo ni mchakato mrefu. Nifikie hapo. Ninapokutana na kesi ngumu kwenye maisha, nafanyaje sasa hapa? Natokaje? Niamue sio kwa akili ya darasani, niamue kwa akili ya Kristo. Anasema nanyi mnayo nia ya Kristo. Kwenye Wakorintho wa kwanza 2. You have the mind of Christ. Lazima nifikie hivyo. Napofanya biashara, naingia deal, na ongea na negotiate jambo fulani, nifanye kwa akili ya Kristo. Nisilahi hiyo, mtu wa Mungu. Hisia zangu, mtu ameniuzi, sio ananipandishia sio nini na nini. Nisiendeshwe na huo upepo wa kuniprovoke. Niendeshwe na hisia ya Kristo. Unaona Yesu jinsi alivyokuwa, watu wanamtaja, wanampiga vibao, temea mate, piga nini, lakini ametulia. Wewe unafikiri alikuwa aumia? Anaumia. Alikuwa na mwili wa mwanadamu kabisa. Mwili ambao ulibadilishwa ni baada ya kufufuka. Ule alikuwa nao kama wako na kwako. Anasikia njaa, anasikia maumivu, ukimkanyaga kwenye kidole gumba anasikia maumivu. Pigwa kofi, wekewa nanitaja ya miiba kichwani kabisa hapa, damu yani Yesu alianza kutoka damu muda mrefu. Ndio wanasema kwa kupigwa kwake, yani kuna vitu alianza kupigwa tu bado hajafika msalabani, anapigwa tu. Kwa kupigwa kwake sisi ndio tulikuwa tunapona pale. Kwa kama alikuwa anaumizwa kiasi kile, lakini hakuwahi kutoa neno lolote ambalo lilionyesha kwamba amempa ushindi, credit shetani. Basi na mimi natakiwa nikue kwenye hisia zangu. Nikue kwenye hisia zangu. Nikue kwenye hisia zangu. Kama Biblia inasema alijaribiwa katika mambo yote, sawa sawa na sisi tunavyojaribiwa. Pasipo, maana yake Yesu alijaribiwa pia kwenye issue za mahusiano. Katika mambo yote, maana yake mambo ya mahusiano, wadada labda wa kipindi hicho wa Kapernaum, wa Nazareti wanajisogeza wanamtafuta Yesu, akawa ametulia tu. Katika mambo yote usifiche. Katika mambo ya fedha naye alijaribiwa. Kwa nini? Kama aliweza kuzicontrol hisia zake, si ndio nafsi amefanywa ndio yuko upya. Na mimi natakiwa niweze kuzicontrol hisia zangu. Na mengine yote yanayo kwenye issue ya nafsi ndio inatoka kufanywa upya akili. Kwa hiyo ndio inaitwa kujivika, kupokea chapeo ya wokovu. Mambo yanayohusiana na kufanywa upya hii akili. Kwa hiyo akili yangu inapofanywa upya, ndio Biblia inanitafsiri mimi kwamba nimekuwa nini? Transformed. Ninapozaliwa mara ya pili, ndio Biblia inanitafsiri kwamba mimi nimekuwa regenerated, nimezaliwa mara ya pili. Regenerated, nimezaliwa mara ya pili. Ndio anazungumza kwenye Yohana 3 kwamba mtu hataweza kuona ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili. Ni swala la roho yake. Lakini ili wewe sasa uweze kugeuzwa, ni akili yako ifanye nini? Ifanywe upya. Kwa hiyo unaweza kuwa umezaliwa mara ya pili, roho yako sawa, lakini bado akili yako ni kongwe. Bado ina think mambo kama Mgogo, kama Mchaga, kama Msukuma. Inasema sisi ndio tuko hivi. Sisi wanawake hawawezi kufanyia hivi. Sasa wanawake kufanyia hivyo. Akili ya Kristo inasemaje kwani? Wanaume hawezi kutufanyia hivi. Kwani akili ya Kristo inasemaje? Kwa sababu wewe bado unaendeshwa na akili ya kabila lako, hujaendeshwa sana na akili ya Kristo. Yesu anataka uwaze tofauti kabisa. Usitenge watu. Haleluya. Kufanywa upya akili. Kwa hiyo kwa sababu Penueli itazama kwenye hili jambo, naomba nisizame tena hapo. Nimalizie slide ya 3 tufunge kwa leo. Kufanywa upya akili. Ndio transformation and shift itakuwa ina deal kwenye Penueli. Lakini kuanzia sasa hivi ujue nahitaji kufanywa upya akili. Nini, kitu gani kinafanywa upya akili? Jinsi unavyofahamu neno, jinsi unavyotafakari neno, jinsi unavyoliamini neno, jinsi unavyotamka neno, jinsi unavyoliingiza neno kwenye matendo, ndio la kufanya upya akili. Nakwambia mimi nilikuwa raia kama wewe tu. Na mimi nilikuwa muoga kama wewe. Ikipigwa risasi ningeingia chini ya uvungu, siinui kichwa. Lakini kupitia mafunzo, mazoezi, unazoeshwa jambo fulani, unazoeshwa jambo fulani, unazoeshwa jambo fulani, mpaka baadaye inapigwa na wewe unasema iko wapi kwanza? Iko wapi tuifuate? Iko wapi? Iko wapi? Nasemaga mabomu yalivyolipuka Mbagala, simliona watu wanakimbia kutoka Mbagala wanakuja huku uwanja wa Taifa. Sisi ndio tunatakiwa tutoke huku tuende kufuate kule Mbagala. Kwani sisi hatuna nyama na damu? Akili zimeshafanya nini? Zimebadilishwa. Wewe unaona ni moto, sisi tunaona tunaweza kuuzima.
Kwani wanafanya fire brigade au fire fighters wako? Maana wamefundishwa sio tena kuogopa moto ambao wewe unaukimbia. Yeye anafundishwa sasa kwenda kudili na ule moto. Maana amezoeshwa kitu fulani, amezoeshwa mpaka akili yake haioni huo moto unaoona wewe. Au tembelea kwenye mbuga za wanyama, wewe unamkimbia tembo, unamkimbia, kuna watu wanamfuata yule tembo. Maana wameshazoeshwa jambo fulani, wamefuata mara kwa mara mpaka sasa akili yake haimuoni tena tembo kama mlaji anayekula au anamwona kama simba anayekula. Wewe unakimbia nyoka, kuna watu wanaishi na nyoka. Maana kuna jambo amejizoesha. Kwa kufanywa upya akili, maana kuna mazoezi lazima uyafanye mara kwa mara na uhusiana na hichi kitu. Mara kwa mara, sio mara moja. Mara kwa mara. Kama ni kuombea watu hapa, nenda ombea imekataa, imekataa. Mpaka akili nasema sasa kweli ninaamini nikiweka mkono juu ya mgonjwa amepata afya. Umejizoesha, kwa hiyo akili yako imeshajichuni hivyo. Haleluya. Mafundisho yetu kwa leo yameishia hapa.